kisha anasema wa ashabi, na masahaba zangu, amanatun li ummati, ndio ulinzi kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, na pindi wakiondoka masahaba zangu, ata ummati ma yuadun, umma wangu utajiliwa na vile ambavyo wanaahidiwa. Shari itakuja baada ya kuondoka asri ya salaf. hadithi ya Abdullah bin Mas'ud nyingine عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. bora ya watu ni karne yangu, kisha karne iliyofuata zikatajwa karne mbili baada ya karne ya Mtume alayhi salam. Kisha watakuja watu, unatangulia ushahidi wa mmoja wao kiapo chake, na mara nyingine kiapo kinatangulia ushahidi wake. Watu wa kuapa sana alafu waongo. Kwa adilla hizi na nyingi nimeziacha, kana salafu salih min ulamaina fi darajatin kabira min ihtirami as-sahaba, walikuwa wema wetu waliotangulia maulama wa da'wa hii walikuwa katika kiwango cha juu kabisa cha kuwaheshimu masahaba wa Mtume alayhi salam, wa taqdirihim, na kuwapa nafasi zao, hata annahum addu man ta'ana fi ayi sahabi murtakiba akbar al-kaba'ir, kiasi ambacho ulamauna walihesabu kwamba yoyote mwenye kumtukana yoyote katika masahaba, addu man ta'ana fi ayi sahabiyin, wakamuhesabu yule mwenye kumtukana yoyote katika masahaba murtakiban li akbar al-fawahish wal kaba'ir, walimuhesabu ni mtu aliyefanya fahisha, uchafu mkubwa na dhambi kubwa zaidi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika sharh Sahih Muslim qala rahimahullah wa'lam fahamu anna sabba as-sahaba radiyallahu anhum haramun min fawahish al-muharramat, fahamu kwamba kuwatukana masahaba wa Mtume alayhi salam ni haramu, min fawahish al-muharramat, ni katika madhambi machafu, kama panavyotajwa liwati, fahisha muharrama, azina fahisha muharrama, na mfano haya, ushoga, usagaji, hadhihi fawahish. Dhambi la kuwagusa masahaba linaingia katika mlango huu, fawahish, madhambi machafu. وكان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يرى قتل من قال بضلال أحد من الصحابة. الإمام مالك فتوى yake alikuwa anaona anatakiwa auliwe yule ambaye anaitakidi upotevu yoyote katika masahaba. Huyo ni kumuondoa yoyote anaitikadi kwamba kuna sahaba yoyote dhalun, kapotea, huyo wauawe. Hiyo ilikuwa ni fatwa ya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bal al-Imam al-Qadhi Abu Ya'la katika as-Sawa'iq al-Muhriqa ya al-Haythami rahimahullah يقول القاضي من كلي أبو يعلى akisema man qadhafa Aisha mimma barraha Allah, yoyote atakayemtuhumu kwa uzinifu Aisha, yoyote atakayemtuhumu Aisha kwa zina, kwa ile ambalo Allah amemtakasa nalo, kafar bila khilaf, huyo atakufuru pasi na khilafu yoyote. Wa haka al-ijmaa ala hadha غير واحد, وحكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم, na wameisimulia ijmaa, makubaliano ya wanawachuoni juu ya hili, asiyekuwa mmoja katika ahlul ilm, kwamba wamekubaliana ahlul ilm. Sasa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ameingia kwenye kuzungumza maneno haya, ambacho amekizungumza Imam Ahmad kwa ufupi tu. Amezungumza madaraja baina ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuna aqwali za maulama wa ahli-sunna wal jamaa juu ya madaraja ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukianza na wale al-khulafa ar-rashidun, makhalifa waongofu al-arba'a
wale wanne ambao ni nani? Abu Bakar Siddiq wa Umar al-Faruq na nani? Uthman bin Affan na mwingine nani? Ali bin Abi Talib. Hawa wanne, kuna kauli nne katika kauli za ahli sunna wal jamaa kwamba nani mbora kuliko mwingine. Ar-ra'yu al-mashhur, kauli ambayo ni mashhuri, wanasema wanapowataja kwa madaraja yao wanasema Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali. هذا هو القول المشهور عند أهل السنة وهو القول الأول. الرأي الثاني ونسمى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت. ni Abu Bakar, kisha ni Umar, kisha ni Uthman, kisha wananyamaza. Sasa ni nani wanne? Itakuja kauli huko. Wanaliacha jambo kwa ahlus shura al-khamsa. Hii ni kauli ya pili, rai ya pili. Ar-ra'yu thalith, rai ya tatu, wanasema Abu Bakar thumma Umar thumma Ali thumma Uthman. Wanasema ni Abu Bakar, kisha ni Umar, kisha Ali, kisha ni Uthman. Hawa wanatajwa kwamba ni katika ahli sunna, lakini katika baadhi ya vitabu wanatajwa wana chembe chembe za ushia, naz'a الشيعية hawa alladhina qaddamu aliyan ala Uthman, lakini hawakuwatia moja kwa moja katika ushia, kwa sababu hawamtukani Uthmani wala wengine waliotangulia, wanawaheshimu kwelikweli. Ar-ra'yu ar-rabi'u Abu Bakar thumma Umar, kuna ambao wanamtaja Abu Bakar kisha Umar, thumma natawaqaf kwa Uthman na kwa Ali. Wa hadha qawlun dhaifun jidda, na wengi wenye kauli hii kama inavyoelezwa walikuja kuonekana wameingia kwenye ushia. Wal qawlu as-sahih al-mashhur ar-rajih inda ahli sunna al-qawl al-awwal, qawli mashhuri yenye nguvu ndio kauli ya muhaqqiqin wa ahli sunna, ni kauli ya kwanza. Ipi hiyo? Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma man? Thumma Ali bin Abi Talib. Hiyo ni daraja ya kwanza. Kwa hivyo daraja ya kwanza, masahaba bora kabisa ni hawa wanne, al-khulafa al-arba'a, makhalifa wanne. Aliyembora kabisa katika makhalifa wanne nani? Abu Bakrin. Anafuatiwa na nani? Na Umar. Mzee Abu Bakar thumma Umar. Naam, anafuatiwa na Umar, kisha nani? Uthman, kisha nani? Ali. Baada ya hawa wanne ndipo tumaliza darasa yetu. Thumma yati baada al-khulafa al-arba'a ar-rashidin fi al-fadl as-sittah, kisha wanakuja baada ya hawa makhalifa wanne tuliowataja, wanakuja wale sita ambao wanatimiza idadi ya wale 10 waliobashiriwa janna. Ile hadithi Abdurrahman ibn Auf inda al-Imam at-Tirmidhi wa ghairi min ahli al-hadith, aliposema Mtume alayhi salam, Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Abdurrahman ibn Auf fil janna wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna wa Sa'id ibn Zaid fil janna wa Abu Ubaida ibn Jarrah fil janna. Kwa hivyo ukiwatoa hawa wanne, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wenye kufuatia kiubora ni hawa sita: Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, watatu huyo, Sa'd ibn Abi Waqqas wanne, wa Sa'd wa Sa'id afwan wa Sa'id bin Zaid watano huyo, na wasita nani? Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Hawa wanafuatia kwa ubora watu sita. Kwa hivyo ukizungumzia matabaka ya masahaba, kuna khulafa nao wanagawanyika. Baada ya khulafa kuna nani? Al-ashara, kama tunawaongeza wale sita wanakuwa ni 10 sasa. Haya, baada ya hawa 10 ni nani mwenye kufuatia? Ahlu Badrin min al-muhajirin, watu wa Badri katika muhajirin.
thumma ahlu badri min al-ansar, kisha watu wa Badri katika Ansar, ala qadri al-hijra was-sabiqa, na watafadhilishwa kwa kuzingatia kiwango cha kuhama. Nani alihama mwanzo kuliko mwenzie? Aliyetangulia kuhama katika Muhajirin kwenda Madina mapema zaidi kuliko mwenzie ni bora zaidi, na kwa kiwango cha kutangulia katika Uislamu. Nani kasilimu mwanzo kisha mwenzie? Alimamu Ahmad akasema awalan fa awwala, tutakuja kusoma mmoja baada ya mwingine kwa kufuatana kwa utaratibu. Baada ya hao thumma ahlu Uhud, kisha wanafuatia watu wa Uhud ala sahih. Thumma ahlu thabati fi ghazwati al-ahzab, kisha waliothibiti katika vita ya al-ahzab. Thumma ahlu bai'ati ridwan, kisha watu wa bai'a ya ridwan katika sulhu al-Hudaybiyah. Thumma man hajara qabla al-fath, kisha wale waliohama kwenda Madina kabla ya fathu Makkah. Thumma man hajara min ba'di al-fath wa qatal, kisha wale waliohama baada ya fathu Makkah na wakapigana. Huu ni katika mtiririko wa kutaja madaraja ya nani? Ya masahaba wa Mtume alayhi salam. Wakati wetu umekwisha, bihadha alqadri kifaya. Kuanzia kesho sasa insha Allah taala tutasoma maneno ya Imam Ahmad wa khairu hadhihi al-umma, na tutayafahamu kwa urahisi baada ya utangulizi huu. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khaira.